Lakini pia tunajiuliza kitu kingine, tuna taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa tunayo nchini TAKUKURU. Na kama tulivyosema, taarifa zinaeleza kwamba kulikuwa kuna raia kigeni. Na kwa raia waliingiaje kama hakuna watu ambao wanawahonga kama ni kweli? Maana kuna watu ambao wamewahonga ili kuja kututishia amani. Tulitegemea taasisi ya kupambana na rushwa tuletee orodha kwamba tumekamata watu kadhaa, watumishi kadhaa wa umma ambao wametusababishia tulipofika. Tulikitaka hiki kitu tukipate. Hii au kama ni mtumishi wa umma kusio kuna rushwa muhali. Kwa watu wanaongo madolari au sio? Tukae kimya. Taasisi tunayo. Au taka turudi kwenye zile hadithi za zamani za watu wa pwani wakwambia kulia kote wanipadara alafu mambo yanakaa kimya. Haiwezekani hata. Hii haiwezekani. Kwa hiyo ni lazima pia taasisi ya kupambana na rushwa ilibidi pia yenyewe ije na statement kwamba watu wao wameingiaje. Maki mtu hawezi kuingia katika mipaka yetu akakaa nchini akahifadhiwa sehemu mpaka anaandaa makundi ya magenge ya kihalifu kusababisha vurugu na amani ya taifa kama wahongi watu. Tunatarajia tupate ripoti. Na mambo haya ripoti zitakapowekwa wazi, mioyo itatulia. Kwa sababu tusitengeneze tu amani ya kuonekana tunatembea tuna uhuru. Tutengeneze pia amani ya mioyo. Na sifa ya uadilifu ya kiongozi yote sio tu kwamba anashinda mijadala, no. Ila ni yule ambaye anaweza kutuliza mioyo ya watu. Ghadhabu kuwa ni sehemu ya busara. Ghadhabu igeuke, isiwe ghadhabu tena, iwe ni silaha ya hekima katika kulinda umoja, mshikamano, utu na masuala mazima ya amani. Hii ndio sifa ya kiongozi. Na ndio kanuni ya uadilifu. Kwa ndugu zangu, habari ni hayo. Viongozi wa dini watusaidie sana. Na serikali nayo pia ikae na viongozi wa dini. Kwa sababu viongozi wa dini wana sauti. Na Mheshimiwa Rais amesema kila sauti isikilizwe katika kiapo chake. Kila sauti isikilizwe. Ndiyo kauli yake. Kwa viongozi wa dini nao waitwe wasikilizwe. Kama tulikoseana huku nyuma, watu walikuwa na malalamiko kuhusu uhuru wa kiimani, uhuru wa kuabudu ambao katiba imesema sio sehemu ya mamlaka ya serikali kutangaza swala la dini na vitu mbalimbali. Tuwaite tuwasikilize. Ili wao watusaidie. Kama watu wanataka uhuru wao wa kuabudu, wapewe. Na ikiwezekana tutunge kanuni. Na shauri sana hapa, tuangalie, je, akikosea shehe tufunge msikiti? Akikosea padri tufunge kanisa? Au tumwajibishe yeye? Tutengeneze kanuni ambazo ziko strong. Bana, viongozi wa dini hampasi kuwa washirika wa vyama vya siasa. Hivi ndio vitu ambavyo vinabidi vikae vijadiliwe sana. Hivi ni vitu vya kisheria, vitu ambavyo vinahusu maslahi mapana ya nchi, vinahusu uhuru wa watu, uhuru wa kiimani, uhuru wa kuabudu. Hivi tukae tuzungumze, na mimi viongozi wa dini tukikaa vizuri hapa, taifa litakuwa na utulivu. Huo ndio ushauri wetu sisi kama taasisi ya Everlasting Legal Aid Foundation, ambao tunapambania uhuru wetu, tunapambania amani yetu kama taifa. Tunapambania haki zetu kama taifa. We fight for peace, for justice, for dignity, utu wa mtu, utu wa mwanadamu. Huwezi ukaulinganisha na kitu chochote kile. Hayo ndiyo maoni yetu na ndiyo ushauri wetu. Nashukuruni sana kwa kunisikiliza.